anayetukuza. Tunapaswa tuwe na ibada za kumshukuru Mungu. Tumheshimu Mungu sawa sawa na mapenzi yake. Tuweze kujitoa kweli kweli kwa zile mali, kwa yale ambayo yeye ametupa kwa ajili ya maisha yetu. Ndio maana katika Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa 5 mstari wa 18 anasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Maana anatutaka kila mmoja awe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia ndani yako, angalia tukuhusu, afu muulize, umekuja kutoa shukrani au una moyo wa shukrani? Kuna kutoa shukrani kwa sababu umeona wengine wanaenda. Sasa na mimi nisionekane nimebaki. Kanisa zima limeenda, ngoja na mimi niende wasije kanicheka, unakuja unasimama hapo. Lakini ukiulizwa unashukuru kwa sababu nimeona wakienda, mimi nimekuja. Lakini mwenye moyo wa shukrani wakati wote ana kiu ya kutaka kumtumikia Mungu. Ana kiu ya kutaka vyote alivyo navyo avikabidhi kwa Mungu ili viweze kuifanya kazi ya Mungu. Na sehemu ya pili ya mstari huu inasema, naye autengenezaye mwenendo wake. Ameanza na shukrani. Na yule anayetengeneza mwenendo wake, maana Mungu anataka tuishi maisha ya haki. Na anaposema utengeneze mwenendo wako, Mungu anaonyesha kwamba anapenda kuwa na mahusiano na sisi. Anapenda kuwa na mahusiano na sisi. Kila mmoja utengeneze uhusiano wako na Mungu. Tengeneza uhusiano. Mungu anatamani hayo, akuone anakuwa na mahusiano na wewe. Kuna watu wengine wanapenda wakiona pale ndio wanacheza, wanaruka, wanafurahi, wakiona wamevaa sare nzuri na yeye anavaa sare, lakini haifili hivyo. Haiko nini? Yuko kwa wengine wameishi na wanawake na wanaume wakijiita mume na mke, wakati ni mahawara, wameamua kukaa pamoja. Sababu hawajalishwa popote. Lakini Mungu anaonyesha kama anapenda kuwa na mahusiano mazuri. Kuwa na mahusiano mazuri. Hebu angalia ndio kama hiyo. Mwezi wa mahusiano na Mungu yako mwenyewe. Au mahindi ndio leta leo ndio kutengeneza mahusiano na Mungu. Au ni ng'ombe. Au ni kuku. Yule ambaye anatengeneza njia zake, Mungu anamuonyesha wokovu. Mungu anamuonyesha mlango wa baraka. Kwa sababu katika dunia hii, kama ulizaliwa, hakuna mtu aliyezaliwa ambaye hana baraka mbele za Mungu. Hakuna mtu aliyezaliwa ambaye Mungu hajamwekea mafanikio yake, kila mmoja. Ila kinachohitajika ni kutengeneza mahusiano yetu. Utakapotengeneza mahusiano, basi mimi nitakuonyesha wokovu wa Mungu. Na wokovu wa Mungu umejawa na baraka tele, umejawa na kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara, songa mbele na Mungu atakubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 295 Petro wa kwanza peke yake, 295 Petro wa kwanza au kwenye kitabu. Mungu ametumia kwa sana kwa shukrani ya pekee wazofika mbele tuweze kusomea neno na Bwana Yesu asifiwe. Basi watumishi wa Mungu hawa wameona matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yao,
wakaona ni vyema wafike katika madhabahu hii kumshukuru kwa matendo hayo. Basi na mimi niliye mtumishi mwenzenu nitawasomea neno la Mungu kutoka Zaburi ya 116 ule mstari wa 12 na ule wa 13. Zaburi ya 116 mstari wa 12 na 13. Kwa msaada wa Yesu Kristo ninasoma. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyotendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Amen. Shaka na msimame tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa jinsi ambavyo unajishughulisha na kuwatunza watoto wako. Na Mwenyezi Mungu, siku ya leo watumishi uliowachagua kuifanya kazi yako wametambua matendo makubwa ambayo umeyatenda kwao. Wamefika mbele zako kushukuru Baba mbinguni, na kwa Mwenyezi Mungu ukapokee shukrani zao, zikapate kibali machoni pako, zikatende kazi yako. Na kwa Mwenyezi Mungu uwape kibali, na kila wanapoliita jina lako ya Mungu ukaitike, ukaonekane kwao Baba mbinguni pamoja na nguvu zako. Jina lako liendelee kuinuliwa na kutukuzwa wakati wote. Katika Kristo Yesu tumeomba. Amen. Masharika na Mungu kaya, basi mpokee baraka ya Bwana. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie roho wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awe uso wake na kuwapa amani yake. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi karibuni nitoe shukrani yenu hapo. Basi kwaya ya wanaume mnaimba sasa kwa ajili ya kutoa sadaka zetu za hali na kole pamoja na shukrani. Basi karibuni kwaya kutoka pale nyumba ya Mungu. Mnyanyuke kwa shukrani, tuende kabisa. Habari imalizika na mtanyanyuke mara moja. Genipe.
na wao wamekuja walifahamu ni ibada ya mavuno siku ya leo, wakasema na wao walete mavuno yao. Sasa ndio wakati wao sasa. Kile katikati yao pia kuna mwimbaji binafsi. Sasa mwimbaji binafsi anapoimba, sasa mzee mmoja akasimama hapa mbele kwa ajili ya kupokea hayo mavuno kutoka kwa wenzetu kutoka kwenye nyumba ya Mungu. Sema asante Mungu, anamgeukia mwanaye, anasema naye, wewe mwanangu, shika roho yako nishike yangu, maana tumeshatenganishwa na huyu Mungu. Wewe ni nani unayebishana na Mungu wangu? Wewe ni nani unayeshindana na Yesu wangu? Wewe ni nani usiyetaka watu wabarikiwe? Wewe ni nani unayebishana na Mungu wangu? Haya sasa. Tunashukuru sana, tunashukuru ndugu yetu kwa kuimba vizuri kabisa. Wimbo mzuri, umetuburudisha kweli kweli. Hii heshima tuliowapa ya kuwa kwaya rasmi leo mmeitendea haki. Makofi mengi kwa asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa tunapokea matoleo yetu. Tusimamie, tutawale, tutunze na kupokea baraka za Mungu. Kwa ajili ya dhambi, mkane wetu Adam na Eva, binadamu wamekuwa mbali na wewe. Tumekuwa viumbe chini ya laana yake. Tungojea hukumu ya milele kwa neema na rehema. Umetukubali kufikia duniani kwa njia ya Yesu Kristo ili tuweze kupatanishwa nawe. Tunakushukuru kwa damu ya Yesu yenye thamani iliyomwagika ili tupate msamaha wa dhambi na wokovu wa milele. Naomba utuwezeshe siku zetu zote ndani ya neema yako, tukae katika imani tukikuzalia matunda. Tunajua hakika hakuna kitu tunachoweza kutolea ili kiwe fidia ya wokovu wetu, ila kufuatana neno lako umefikiwa ukiwa na dhamira safi, tukikuomba kwa ukunjufu wa moyo, tukubali sisi wenyewe tulivu, akili zetu, roho zetu viwe dhabihu safi na takatifu kwako, ili hizi zaka tulizozileta leo zipate kibali machoni pako, siku zote tupate baraka za Mungu Roho Mtakatifu daima milele. Amen. Wewe nawe unatawala juu ya vitu vyote. Mikononi mwako una uweza na una nguvu zote. Tena unawatunza na kuwawezesha wote. Hivyo tunakiri ni kutoka watu wako, kutoka vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Matoleo haya kwa kuwa wajaribu moyo na wapendezwa na unyofu wa moyo. Hivyo ni katika unyofu wa moyo tunakutolea haya yote, Mungu milele milele. Tukikuomba jambo hili liwe la milele katika fikra zetu na za wana wetu na wajukuu wetu. Amen.
Mungu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye upendo na kuogofya, mwenye kutimiza agano lako na rehema zako kwa wakupendao, tunaomba utege sikio lako na macho yako yafunguke kwa wakupendao. Utege sikio lako na macho yako yafunguke, upate kuyasikia maombi yetu ya watumishi wako wanayoyaomba mbele zako wakati huu, watoto wako uliowakomboa katika Yesu Kristo. Waomba utusamehe pale tuliposumbukia sana mali, utusamehe na utujalie rehema, utupelekee matoleo haya, uyabariki yakazae matunda ya kiroho kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu mtakatifu, Baba wa rehema, tunakushukuru kwa miche yote iliyoko juu ya nchi hiyo na mbegu ndani yake. Tunakushukuru kwa kila mti wenye matunda na aina ya mbegu kama kahawa, mahindi, maharagwe, mapapai na kadhalika. Tunakushukuru kwa ngano, mpunga na ulezi na kadhalika. Umeona vyema kutupatia sisi wanadamu na wanyama viwe ndivyo vyakula vyetu. Tunakushukuru hata kwa majani ya wanyama wetu. Tunakuomba utufundishe kutunza mali zote za asili, mito, mabonde, milima na vilima. Utusamehe pale ambapo tumelegea katika kutunza vitu hivyo. Uzipokee shukrani hizi, zilete baraka kwa kanisa lako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tunakushukuru kwa wanyama wanaofugwa ili tupate nyama, maziwa na mbolea. Tunakushukuru ndege wa aina zote, kutoka kuku na hata tunapata mayai kwa afya zetu, na yanaendesha majani kwa ajili yao na kwa ajili ya binadamu. Mwenyezi Mungu Baba milele, wewe ni shina na chemchemu ya wana wako wote, na kwa wema wako umetupatia zao hili ili tupate fedha za kigeni na kuendeleza shughuli za matibabu, chakula, mavazi na kadhalika. Tunakushukuru Baba kwamba tumetoa mafuko haya kwa alama ya shukrani mbele zako, na tunaomba ulinde hewa mbaya juu ya zao hili. Tukifanikiwa utukumbushe, tukuletee fungu la shukrani. Baba Mwenyezi Mungu, Baba wa Utatu, na ulinzi wako wa huruma utupao siku kwa siku, ukatuwezesha sisi watoto wako tukalima ndizi kwa chakula chetu kikuu. Asante kwa kunde, asante Baba. Baba, watoto wako wamekuletea fungu la shukurani. Tunaomba ukunjue mikono yako, ukakubali shukrani hii, ukaibariki tende kazi zako usharikani na jimboni na dayosisi, ili wewe utukuzwe nasi tukuzwe. Mwenyezi Mungu Baba, imekupendeza kutupatia sisi watoto wako vyakula vya aina mbalimbali kama viazi vikuu, mahondo, magimbi, viazi vitamu na kadhalika. Na watu wako wamekuletea fungu la shukrani. Tunakuomba ukibariki na kuvilinda ili kila upendalo litendeke kwa ujumbe wa jamii hii, na twaomba uturuhusu tutumie vile tulivyo navyo, tushinde, tupate nguvu, tukutii, tutumikie kwa furaha kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya viwanda vya sukari, chuma, mabati na vyakula. Tunaomba ubariki viwanda vyote vya mashirika na watu binafsi
Kutokana na baraka zako utufundishe kushukuru kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana tusikie. Baba Mungu, Baba Mwenyezi, mwenye neema, tunakushukuru kwa kutupa madini ya aina mbalimbali kama vile dhahabu, almasi, chuma, shaba, mchanga, mawe, maji na fedha, pamoja na nyinginezo ambazo ni asili ya asili. Tunaomba kipekee fedha itumike kwa kununulia vitu vya lazima ili mwanadamu asaidike kuzitafuta, na tunapopata baraka yako tupe kukushukuru kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya Bwana. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe na mwovu. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Yesu Kristo asema, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sadaka hizi za fedha zimekusanywa kwa kila mtaa na taarifa inatolewa kwa kila mtaa kwa jinsi ambavyo wamemtumikia Mungu. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana washirika kwa utulivu wenu. Tulitegemea ibada yetu ingeisha saa 5 kamili, inaongezeka ni saa nzima, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu tunamshukuru kwa hiyo nafasi aliyoitoa. Kwa yetu pia ya utume tunawashukuru. Nyinyi ndio mlitutengenezea mahusiano na nyumba ya Mungu. Yaani kama sio nyinyi leo tusingeona watu wanacheza vizuri na kufurahi hapa na nini. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa ya utume. Mungu awabariki sana. Na daraja hilo liendelee vizuri. Ninafahamu ya kwamba pia mlienda kule na mkawasaidia mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nani
nyumba ya Mungu. Lakini tulipowaita mlikuja mkawa pamoja na sisi na tumeona baraka tele mlivyokuja. Na kwa sababu tulijua kwamba baba mchungaji ndiye aliyewatuma, tulisema tukija angalau tumletee zawadi ili awe na yeye afanane na sisi. Siku moja Mungu akipenda aweze kuja nyumba ya Mungu akiwa amevaa Kimasai. Kule rungu ya Laigwana. Akija kule tutampa rungu ya Laigwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru sana ndugu zetu kwa baraka hii ambayo mmeionyesha kwetu na tutaendelea kushirikiana. Mungu awabariki sana. Asante. 440 ndio wetu kutoka